Walimu wa shule za msingi na sekondari manispaa ya Morogoro wameiomba serikali kutatua changamoto zinazowakabili ikiwemo kucheleweshwa kwa stahiki zao za likizo, uboreshwaji wa mishahara, makazi na upandishwaji wa madaraja, jambo ambalo litaongeza hali ya ufundishaji na kuondoa mazingira magumu katika utekelezaji wa majukumu yao. Hayo yamebainishwa katika mkutano mkuu wa chama cha walimu manispaa ya Morogoro ulioambatana na uchaguzi wa viongozi wa chama hicho, ambapo walimu hao wamesema tunakutana na changamoto nyingi katika mazingira ya kazi. Kwanza, maslahi ya walimu, tunaomba maslahi ya walimu yaboreshwe kwa sababu maisha yamebadilika na tunatakiwa tupate angalau mishahara ambayo imeboreshwa kwa ajili ya kujikimu katika maisha yetu ya kila siku. Sisi walimu kwa bahati mbaya ni kitengo ambacho hatuna posho, lakini taasisi nyingine na idara nyingine wenzetu wana posho. Kwa hiyo sisi tunaishi kwa mshahara tu ambao tunaupata, ndio tunategemea kwa maisha yetu. Lakini walimu hawa wana majonzi ya kwenda likizo bila ya kulipwa hata stahiki zao ambazo ni nauli. Wanakwenda likizo wanarudi, wanakwenda likizo mwaka mwingine wanarudi. Kwa miaka mitatu mfululizo, minne mfululizo, unakuta hizo stahiki hawazipati. Swala la kikokotoo liendelee kuangaliwa upya. Kikokotoo bado ni mwiba kwetu sisi walimu. Haiwezekani mheshimiwa mgeni rasmi, mimi mwalimu ninayefundisha sina posho ya muda wa ziada, ninapata pesa yangu, ninatakiwa nipewe kwa mkupuo, mtu anataka anilipe kidogo kidogo wakati huo akinitunzia. Mimi ninajua kutunza pesa yangu. Tunamuomba Mheshimiwa Rais atupatie pesa yetu tuitumie tunavyotaka. Kana chama cha walimu cha manispaa ya Morogoro, tutakaa na chama cha walimu cha halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Kwangu tutakuwa na mkurugenzi wa halmashauri na mkurugenzi wa manispaa. Tutakuwa na afisa elimu wa wilaya na tutakuwa na watu wa fedha wanaohusika, ili tusikilize changamoto na tupate majibu papo kwa papo kwa yale ambayo yanahusu halmashauri yetu. Kwa hiyo mara baada ya uchaguzi wenu tutapanga ratiba ya uongozi wenu, kukutana na uongozi wa wilaya ili kukutana kwa kina, kujadili na kuona namna kuzipunguza changamoto kama si kuziondoa changamoto zote. Yale ambayo yapo kwetu tuna uhakika tukikaa kwa pamoja, chama cha walimu na uongozi wetu kwa pamoja uliokamilika, tutapata majibu ya pamoja na kuanza kupunguza yale matatizo na changamoto ambazo zinaona. La mwisho, niwatakie uchaguzi mwema na mzuri. Kweli, na naomba nirudie tena, uchaguzi ni jambo la msimu, mahusiano ndio jambo la muhimu. Uchaguzi unafanya kila baada ya miaka mitano, lakini ndani ya miaka mitano kuna maisha yanaendelea. Asante ndugu mtangazaji. Mimi majina naitwa George Josephat Lukoa, katibu chama cha walimu manispaa Morogoro. Tuko hapa kwenye ukumbi huu kwa ajili ya shughuli ya mkutano mkuu wa chama cha walimu Tanzania wa mwaka 2025. Hili lengo la mkutano huu ni kutathmini maendeleo ya taasisi yetu ya chama cha walimu toka 2020 hadi 2025, mafanikio, changamoto mbalimbali, na hatimaye kuweka mkakati au kuweka mpango kazi kwa ajili ya miaka mitano ijayo 2025 2030. Kwa hiyo tuko hapa, lakini pia pamoja na kujadiliana masuala mbalimbali ya maendeleo, mafanikio na changamoto za chama chetu au taasisi yetu, chama cha walimu Tanzania,
kwa manispaa Morogoro. Kwa sasa pia kutakuwa na ajenda ya uchaguzi mkuu wa viongozi ngazi ya wilaya. Lengo ni kupata viongozi watakaodumu kwa miaka 5 ijayo, yani 25-30, na